ni wakati Mungu ndiye anayemtawala mwanadamu. Hiyo ndio inaitwa uvuvio. Hiyo ndio inaitwa revival. Amen. Tukasema tena jana ya kwamba uvuvio ni wakati hauna nguvu ya kurudi nyuma tena. Amen. Ukiona bado uko na nguvu ya kurudia mambo ya zamani, ni ishara tosha bado uvuvio haitatendeka kwako. Amen. So uvuvio ni wakati mtu anashindwa kurudi tena. Alikuwa mlevi, anashindwa kurudi kwa ulevi tena. Alikuwa msherati, anashindwa kurudi tena. Alikuwa kahaba, anashindwa kurudi tena. Na ndio maana unaona watu wote wenye Yesu alikutana wao walishindwa kurudi nyuma. Kwa mfano Paulo alipokutana Yesu hakurudi nyuma tena. Amen. So ishara ya kwanza kwamba uvuvio umetendeka ni wakati hauwezi tena kurudi nyuma hata ukitaka. Bwana asifiwe. Amen. Uvuvio ni wakati Yesu ndiye anayeishi ndani yako. Uvuvio ni wakati umeruhusu Yesu akae ndani yako. Uvuvio ni wakati umeruhusu Roho wa Mungu akae ndani yako. Uvuvio wakati utafika kama Paulo anasema, sio mimi tena bali ni Yesu anaishi ndani yangu. Ile siku utaruhusu Yesu aingie. Hiyo ndio uvuvio umetendeka. Amen. Amen. Hallelujah. Uvuvio sio maneno. Na ndio maana watu wanakuja kwa ibada za uvuvio lakini wanarudi vile vile wamekuja. Watu wanakuja kwa ibada za uvuvio, wanaomba mpaka wanasweti, lakini wakimaliza wanarudi nyumbani. Kama alikuwa mgonjwa bado ni mgonjwa, kama alikuwa na shida bado ana shida, kama alikuwa mwenye dhambi bado ni mwenye dhambi. Hiyo ni ishara ya kwamba hiyo uvuvio haikutendeka. Amen. Hallelujah. Uvuvio ni wakati unajipata unafanya vitu ambazo haukutaka kufanya lakini unasifanya. Uvuvio ni wakati Mungu ndiye ameshikilia kalenda yako. Uvuvio ni wakati Mungu ndio ameshikilia ratiba yako ya maisha. Natamani mtu angekuwa na mahali andike hizi vitu. Hizi vitu asiko mahali kwingine, usipokuwa barua alifuria na mimi nakwambia. So kama una mahali pa kuandika, itapotea. Bwana asifiwe. Amen. Uvuvio ni wakati Mungu ndiye ako na ratiba ya maisha yako. Unaamka asubuhi, unasikia leo funga. Unaamka asubuhi unaamua kuanzia leo mpaka Jumapili funga. Haikuwa ratiba yako. Amen. Haikuwa mpango yako. Unaamka asubuhi, unalala unaota, unaambiwa chukua 1000 peleka kanisani. Hiyo haikuwa mpango yako. Unasikia kitu inakwambia nunua hiki na baba pelekea mchungaji. Haikuwa ratiba yako. Kuna mtu mwingine ndani yako ambaye anapanga ratiba. Amen. Kuna mtu ile siku utaruhusu huyo mtu anaitwa Yesu aingie, hawe ndio anatawala, hawe ndio anaongoza maisha yako. Hakuna mtu anaweza kukufuia. Amen. Hakuna mtu anaweza kuyasua maisha yako. Ndio maana mimi mkiongea kitu na mimi siko hapo, mkiongea kitu na munitaji na mimi siko hapo, hiyo kitu mimi nitaiona kama mtu anaangalia kwa TV na siko hapo. Bwana asifiwe. Mimi siko hapo, lakini tu mkitaja tu jina langu, Roho
Amen. Amen. Watoto wa Mungu tunateseka kwa sababu tuko makanisani lakini hatuko ndani ya Yesu. Tunateseka kwa sababu tuko makanisani lakini hatuko ndani ya Yesu. Kuna tofauti ya kuwa makanisani, kuna tofauti ya kuwa kanisani na kuwa ndani ya Yesu. Haleluya. Kuna tofauti ya kuwa kanisani na kuwa ndani ya Yesu. Ukiwa ndani ya Yesu, maana Yesu ndiye mchungaji wako. Amen. Na anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa. Sitapungukiwa na nini? Unaona huyu mtoto huyu hapa? Huyu mtoto hapa. Ni wako? Huyu mtoto. Unaona ni kama hata kuna shule na ibada. Yeye hapo kwa dunia kwake anacheza. Amen. Na sababu kuna mamake hapa kwa ibada. Hata tukishinda mpaka jioni, saa ya kukula ikifika, haelewi tulikuwa ibada. Yeye anataka nini? Hataki kujua siku leo huku pata kazi. Yeye anataka nini? Hataki kujua siku leo siku umefanyika, siku umefanyika nini, siku umefanyika. Yeye anataka nini? Kwa sababu gani? Yeye hakuna haki. Amen. Na yeye sio kazi yake kujua atakula nini. Amen. Sio kazi yake kujua atakula nani. Ni kazi ya mama ataambike, aombe, akombe, afanye vile atafanya, lakini chakula kuje wapi? Amen. Watoto hawana shida. Yeye anajua tu jioni wapi nasema iwepo. Na ikikosekana hakuna liki. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Ana mtu anayemchunga. Amen. So wakati Bwana anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, inamaanisha nini? Bwana ndiye anayeshughulika nitakula nini. Amen. Haleluya. Amen. Hata nikupe ushuhuda, hata si ya kitabu. Nikwambia ukiingia kwa maombi ukiwa serious, lazima kuna majibu. Amen. Haleluya. Jana na juzi hizi vyombo zimenisumbua. Zimekula pesa. Mpaka nikisimama hapa hivi kichwa inauma baya. Bwana asifiwe. Amen. Nimetumia pesa, generator imekataa, ikabidi niitishe nyingine pesa. Mashini ikabidi nikuamishe. Bwana asifiwe. Amen. Nikatumia ile pesa. Unajua mimi naanza kusema, unaona kuanzia Monday. Bwana asifiwe. Amen. Unajua kuna mtu anaweza kuona na pastor anakuanga na pesa. Bwana asifiwe. Amen. Naanza kusema kuanzia Monday. Bwana asifiwe. Amen. Naanza kusema kuanzia Monday, hii 100 na hii 100. Ikifika Jumapili niko na pesa ya generator, niko na pesa ya mafuta. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kama naweza kujisemia yangu, naweza kusema ya Mungu. Ndio maana mimi sikangarangi. Bwana asifiwe. Amen. Hata tulikuwa tunaongea na mtumishi jana, nikimwambia mambo yamenifika hapa kwa Mungu. Maana hizo siku mbili peke yake nimekula pesa, na Jumapili ndio hii nataka mafuta ya jioni na mchana, na sina pesa. Hata mke wako ananiambia, na una stress? Mimi sina stress. Nikikosa mafuta nitakuja kuhubiri na mdomo. Amen. Siku ya kwanza silihubiri na mkono na neema ikatembea. Amen. Haleluya. Nikamwambia nikikosa mafuta kesho na hubiri na mdomo mchana na jioni, na bado mafuta ikatembea. Amen. Haleluya. Tukiwa barabarani, tukiwa tunaenda, tukiwa njiani, nikasikia ti ti ti. Angalia. Ana asifiwe. Amen. Nikaangalia. Kabidi nicheke kwanza. Nikacheka kwanza. Kiwango unacheka nini?
Anza kwa nini? Amefanya. Musa ndugu kuna nini? Mimi nilikuwa naitati vile sina mafuta. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu akaniambia, nimekutumia pesa. Nunua mafuta. Alafu 200 niwekee kwa sadaka. Alafu hiyo ingine wachana nayo kanili hayo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. Unajua shida yako, haujaruhusu Mungu awe mtawala kwako. Ndio maana unasumbuka. Ile siku Mungu akajua hauna tegemeo lingine, my friend, utawahi kosa. Lakini anajua hapo kuna mpango wa kando mahali. Anajua kuna mtu utaporoka baadaye. So hawezi anajua kuna maana utafika kwa 2-3. Anajua. Lakini ile siku akajua tegemeo lako peke yake ni yeye. My friend, hautawahi kosa. Hautawahi. Mimi ninaondoka hapa kitu inauma, ashindwa sasa baba. Kabla ifike asubuhi nitapata raha pili. Pesa ya mafuta. Nikiwa njiani. 1,500. Amen. Hallelujah. Nini aje? Acha nikwambie. Ile siku utaruhusu Bwana hawe mchungaji wako. Utaruhusu hawe mchungaji wako na wajane na kila kitu. My friend, mimi sina rafiki mwenye naweza kopa. Sina rafiki mwenye naweza kopa. Leo niko na shida nikopele sina. Sina rafiki mwenye naweza kopa. So kwa sababu sina, Mungu hawezi ruhusu nikakope. Hallelujah. Unajua shida yako, umeweka tumaini lako kwa watu sana. Mungu hana nafasi kwako. Amen. Amen. Hapo ndio basi ndio kidogo. Amen. Sawa. So uvuvio ni wakati Mungu ndio anatawala maisha yako. Yaani Mungu ndiye Bwana wako. Amen. Si anasema mimi ni bwana harusi. Na nyinyi wote ni akina nani? Bibi harusi. Bwana ndiye. Wewe umewahi na mke mwenye anaenda kutafuta. Hata kama atafuta pesa yake ni yake, ya mume ndio yetu. Bwana sifiwe. Mke akienda kutafuta ni yake. Mume akienda kutafuta ni ya familia. Bwana asifiwe. Na hivyo ndivyo ilivyo na wewe badilisha. Bwana asifiwe. Hata kama analipa 20,000 wewe unalipa 2,000, yako 2,000 ndio ya familia. Maana wewe ndio Bwana. Amen. Na wewe ndio unafaa kushughulika. Hallelujah. So wakati Bwana ndio Bwana kwako, my friend, atashughulika na maisha yako. Amen. So uvuvio ni wakati Bwana ndio ameshikilia kalenda yako. Bwana ndio anajua utakula nini, utalalaje, watoto wako watasomaje, wewe utaishije, utaendaje, utakaaje. Bwana asifiwe. Ndio maana nasema katika Warumi 8:14 ya kwamba wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio watoto wa Mungu. Amen. Iwapo ni Roho anakuongoza, hauwezi ukapotea. Katika Yohana 14:23 14:23 Yohana 14:23 Yohana 14:23 nasema yes. Yesu akawaambia, akamwambia mtu akinipenda atalishika neno langu na Baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Amen. Hallelujah. Biblia inasema Yesu akawaambia mtu akinipenda atashika neno langu na
neno langu, mimi na Baba tutakuja na kukaa kwake. Amen. Haleluya. Wewe nikuulize, mahali Yesu yuko kunaweza kuwa na njaa kweli? Mahali Yesu yuko kunaweza kuwa na umaskini? Eti Yesu amekaa hapa alafu kuna umaskini? Huyo atakuwa ni Yesu. Amen. Haleluya. Lakini anasema ukipenda Yesu utashika neno lake, na ukilishika neno lake anasema mimi na Baba, oh haleluya, mimi na Bwana tutakuja kukaa katika nyumba yako. Amen. Tutakuja kukaa katika nyumba yako. So uvuvio ni wakati Mungu anakaa pamoja na wewe. Amen. Haleluya. Uvuvio ni wakati kuna ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Iwapo hakuna ushirika kati ya mwanadamu na Mungu, basi hakuna revival. Revival ni wakati uvuvio umetendeka, wakati kuna ushirika wa Mungu na mwanadamu. Amen. Wakati kuna ushirika kati yako na Mungu, hiyo ndio inaitwa uvuvio. Bwana asifiwe. Nikuulize, nani hapa amewahi kunungunika kwa sababu mtu wake amekaa siku yote anamuongelesha? Inua mkono. Mimi hapa mmoja. Kama umewahi kulalamika na ukakasirika ikabidi ubembelezwe, na kosa kubwa ni kwamba hiyo siku yote haja kuongelesha. Inua mkono. So hao wengine wote ni watu wa Amerika, sio? Alikwe. Ukanungunika. Nini kilikuwa kinafanya unanungunike? Nakuuliza, nini kilikuwa kinafanya ulalamike? Ni kwa sababu yule mtu, kwa sababu mnapendana, mmeingiana. Amen. So akikaa mbali na wewe, basi hakuna kitu imekosekana. Amen. Natamani kufinya mtu anielewe, lakini kwa sababu kuna huo upendo, kuna huo mfuko, akikaa mbali na wewe atakuongelesha, unasikia kuna kitu unakosa. Amen. Haleluya. So uvuvio ni wakati hauwezi kaa mbali na Mungu. Uvuvio ni wakati, yani kama utaomba unasikia ni nini sitafanya. Yani ukikaa siku utaomba unasikia kuna kitu. Ni kwa nini Mungu mbinguni analalamika? Kwa nini mpenzi wake hajamtafuta? Bwana asifiwe. Mbinguni Mungu analalamika kwa nini? Anauliza, mbona mpenzi wangu atanipigia simu? Mbona mpenzi wangu atapiga simu? Mbona hajatuma hata message I love you? Haleluya. Ndio maana nikakwambia maombi sio muda. Hata dakika 10 inatosha. Hata dakika 5 inatosha. Amen. Ya kumwambia Yesu, ninakupenda. Wewe ndio tegemeo langu. Bwana Yesu, ninapotoka niongoze. Bwana Yesu, ninapotoka linda boma yangu. Bwana Yesu, ninapotoka linda watoto wangu. Mulinde mume wangu mahali alipo. Bwana Yesu, tegemeo la boma hii ni wewe, ndio mchungaji wetu, na hatutapungukiwa na kitu. Na useme amen. Haleluya. Amen. Amen. Umefanya ushirika na mpenzi wako, umemuongelesha. Amen. So uvuvio katika Revelation, katika Ufunuo 3:20, Ufunuo 3:20, Ufunuo 3:20 nasema, yes, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, naye pamoja na mimi. Amen.
Amen. Katika mstari mwingine katika Yohana 15:7, hiyo hata si lazima usome na ijua, anasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni chochote. Ombeni chochote nanyi mtapewa. Amen. Lakini sheria inasema kaeni ndani yangu na mimi ndani yenu, ombeni chochote. Haleluya. Ufunuo 3:20 inasema tazama ninabisha mlangoni. Ninafanya nini? Nabisha mlangoni. Andika point nyingine. Uvuvio ni wakati mwanadamu ako na uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Hizi vitu ni kubwa kubwa. Hizi vitu ni kubwa kubwa hizi. Bwana asifiwe. Hizi vitu ni kispoti kwa mtandao na kupigwa masimu karibu yote. Hizi vitu ni kubwa, kusipata sio rahisi. Uvuvio ni wakati mtu ako na nguvu ya kusikia sauti ya Mungu. Na tuna watu wengi makanisani hawajui sauti ya Mungu. Hawajui. Wanasikiaga tu mchungaji akisema nimesikia Bwana ameniambia. Nimesikia Mungu ameniambia. Nimesikia Bwana amesema. Lakini watu wengi hawako katika nafasi ya kusikia sauti ya Mungu. Amen. So uvuvio ni wakati mwanadamu anaweza kuisikia sauti ya Mungu. Amen. Ndio maana anasema ninabisha. Kama usikii unaweza fungua. Nikuulize. Mtu akibisha kule nje na hapa ndani akusikii, unaweza fungua? Nauliza tena. Iwapo mtu yuko nje ya mlango na anabisha na mwenye yuko ndani atasikia, anaweza fungua? So iwapo alikuwa na kitu kizuri ameleta, atafanya nini? Iwapo alikuwa ameleta miujiza, atafanya nini? Shida ni mwenye amekuja nayo? Shida ni mwenye zawadi? Shida ni mwenye miujiza? Shida ni nani? Shida ni nani? Mwenye yuko ndani hakusikia. Amen. So watu wengi makanisani wanapitwa kwa sababu hawajajiweka mahali wanaweza kusikia sauti ya Mungu. Maana hili uvuvio utendeke, lazima masikio yako yafunguke usikie sauti ya Bwana. Amen. Haleluya. Ukifungua sauti ya Bwana, ndio ukifika kwa ibada umepotea. Umepotea, umezama. Hata ukumbuki watoto, ukumbuki mke, ukumbuki kisina, haukumbuki chochote. Unachoona ni Yesu tu peke yake. Amen. Haleluya. Uvuvio. Kitu kingine. Samueli wa kwanza 10 mlango wa 9. Namaliza na hiyo ndio tuombe. Samueli wa kwanza inasema 10 ama nimesema ngapi? 10 mlango wa 9. Inasema ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Sauli alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Nazo ishara zile zote zikatokea siku ile ile. Mimi ni mtu ambaye ukiwa kwa ibada kaa kwa ibada. Amen. Amen. Ikiwa umekuja kwa ibada, njoo kwa ibada. Hizo biashara zingine utafanya baada ya ibada. Amen. So uvuvio ni wakati moyo wako umegeuka na kumwelekea Mungu. Haleluya. Amen. So uvuvio, Biblia inasema alipogeuka kumwacha Samueli,
Mungu akabadilisha moyo, akambadilishia moyo, na ishara zile zote zikatokea. Amen. Haleluya. So hakuna uvuvio mpaka wakati moyo wako utakapogeuka. Hakuna baraka mpaka moyo wako utakapogeuka. Moyo wako ukigeuka, ishara zitaandamana na wewe. Moyo wako ukigeuka, miujiza itaambatana na wewe. Moyo ukifunguka, baraka zitaandamana na wewe. Watu wengi kinachowasumbua hata kwa ibada, mioyo yao ni migumu. Mioyo yao ni migumu. Ukimwambia atabarikiwa, kwanza anajiangalia. Ukimwambia Bwana atakutumia, anaangalia nguo amevaa. Ukimwambia Bwana atakutumia, anaangalia, mimi sina mume, mimi siku sina. Maana moyo wake una hukumu. Moyo wake bado ni mgumu, haujapasuka. Haleluya. Ukiona wengine tunalia kwa ibada, wengine tumesoma tu vizuri na Bwana ametubariki, ukiona tunalia, ni kwa sababu Bwana aliuyeyusha moyo. Amen. Tukianza kuabudu hakuna wanaume ndani yetu. Tukianza kuabudu wanaume unapotea. Tunabaki vivutuvutu tu, hata ujui ni nini. Ninalia ovyo ovyo, hata ujui ninalia nini. Ni kwa sababu gani? Kuna mwingine anatawala moyo. Haleluya. Kuna mwingine ameuyeyusha moyo. Sasa ukisikia tu unikumbuke, ukisikia tu Yesu uniongoze, yani kuna kitu iko ndani yako inauyeyusha moyo. Ukisikia salama moyoni, unapiga mahesabu, unaangalia ni wapi kwingine unaweza kimbilia. Mume huna, kazi huna, chochote huna, hakuna chenye kimebaki. Ukiangalia hata kazi yenyewe haikai kama ni kazi. Ukiangalia hata familia yenyewe hakuna mahali kwa kwenda. Mtu akiimba tu oh Yesu salama, moyo wako unayeyuka, kwa sababu hauna tegemeo lingine. Hao wengine wenye unaona wamekauka, ni kwa sababu anajua ako na kainisi yake mahali. Ako na kainisi yake mahali. Ako na maji ya nyota. Ako na maji ya nyota, sio ataenda kwanza. Wengine ukiona kuambia ni kwa sababu yani nini ukaondoa Yesu umeniondoa. Bwana asifiwe. Yani njia rahisi ya mimi kuniondoa tu, ondoa Yesu. Maana familia ile nikataa. Sina marafiki. Niko peke yangu, labda rafiki wangu na pia simwamini sana ni mke wangu. Maana pia yeye anaweza geuka kesho. Sina. Ukisikia moyo wangu tulia, lia kwa Bwana, moyo wangu tulia, mwabudu. Sina mwingine, sina kitu kingine. Sioni pesa, maana najua hii pesa nimeipata baada ya Yesu. Ninajua hii pesa inaweza kuondoka. Kuna wakati iliniondokeanga, ndio maana mimi sijali. Hata tukianza utaona mimi nimelala na niko na nguo nyeupe, ni kwa sababu najua kuna wakati nilikuwa navaa matambara. So hii nguo nyeupe haiwezi kanipa kiburi. Ninajua kuna yule mkubwa kuliko nguo zangu. Haleluya. Ndio nimekwambia, wana mtu analia, mwache. Watu wana tunalia, wachana na sisi kabisa. Wewe uko na permanent mahali. Uko na mtu unaweza pigia simu.
Sisi simu yetu ni Yesu, na asipojibu tunakaa hivyo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. So uvuvio ni wakati umefungua. Biblia inasema nabisha mlangoni, atakayesikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia. Amen. So uvuvio ni wakati Yesu ameingia. Amen. Uvuvio ni wakati Yesu ameingia kwa mwanadamu. Ndio maana alipoingia kwa Zakayo ambaye alikuwa mwenye mpisha uzuri, alikuwa mwizi, jambazi, anaibia watu. Alipoingia kwa Zakayo, Zakayo akang'ang'ana, akapanda juu ya mti, ni mfupi, akapanda juu ya mti, akamwona Yesu. Yesu akamwambia, leo ninakula kwako. Amen. Na alipoenda pale, kuna maneno Yesu alitamka, akasema, na utukufu na wokovu umekuja kwako. Amen. So uvuvio ni wakati mwanadamu amemruhusu Mungu aingie ndani yake, kwa sababu Mungu hawezi akaingia kwa lazima. Amen. Mungu hawezi akaingia ndani yako kwa lazima. Ndio maana inabidi afanye nini? Hawezi akaingia kwa lazima. So uvuvio unatendeka, revival is when a man opens his heart and God enters in. Amen. Uvuvio ni wakati mwanadamu amefungua moyo na Yesu akaingia ndani. Amen. Maana Yesu akiingia ndani anabadilisha kila kitu. Amen. Hallelujah. Ndio maana siku nyingine nikakwambia Paulo na Sila wakiwa gerezani walijua shida yao sio gereza. Walijua shida yao sio minyororo. Wanajua shida yao, je, Yesu anaweza kuja hapa? Na Biblia inasema wakaamuka usiku, wakaanza kumsifu Bwana na kuomba. Biblia inasema mahali pale pakatikisika, maana mwenye ni mkubwa kuliko minyororo ameingia. Amen. Mwenye mkubwa kuliko jela ameingia. Hata kushinda unataabika na magonjwa, mkaribishe mwenye mkubwa kuliko hayo magonjwa. Haleluya. Hata kusema magonjwa imeshindikana, karibisha mwenye ni mkubwa kuliko hayo magonjwa. Karibisha mwenye ni mkubwa kuliko kansa. Karibisha mwenye ni mkubwa kuliko korona. Karibisha mwenye ni mkubwa kuliko maskini. Hiyo maskini sio shida. Shida ni kwamba hautaruhusu mwenye ni mkubwa kuliko hiyo maskini aingie. Haleluya. Haleluya. Kuna picha nyingine ilionyeshanga akina Samson ikiwa tunaenda kumwombea Mama Rita. Haleluya. Kuna watu wanacheka maana walionanga. Ukinunulia chai baadaye nitakuonyesha. Niko mweusi. Hata afadhali mchoma makaa. Niko mweusi. Alafu nimevaa t-shirt imeandikwa maisha ni yangu. Ni kweli ilikuwa yangu, maana hakuna mwingine alikuwa na maisha kama hayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Niko mweusi. Lakini Yesu alipoingia akabadilisha mavazi, akabadilisha sura, akabadilisha muonekano, akabadilisha kila kitu. Wewe unachokihitaji sio mchungaji, unahitaji tu ujiachilie Yesu aingie. Akiingia anatoa pa kurekebisha. Akiingia anatoa pa kurekebisha. Ruhusu Yesu aingie. Ruhusu aingie. Wewe watoto wangu hawasikii. Hawasikii maana mwenye mkubwa hajaingia. Ruhusu Yesu aingie wale watasikia. Amen. Hallelujah. Mimi nikipata pesa ninaenda. Nikipata pesa maana mlinzi hakuna, ruhusu mlinzi aingie. Hallelujah. Amen. Mimi nimeenda kila mahali naombewa siponi. Unaombewa uponi kwa sababu mwenye kuponya bado haujaruhusu aingie. Amen.
Haleluya. Ruhusu mwenye kuponya ingie. Akiingia mambo shwari. Akiingia mambo sawa. Amen. Akiingia hata wimbo wako, hata nyimbo zile unaimba, unabadilika. Yesu akiingia, nyimbo zako zinageuka, ibada zako zinageuka, maombi yako yanageuka. Unatoka kwa nyimbo za machozi peke yake, unaanza kunyimba kwenye tunakumtukuza Mungu. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Haleluya. Yesu akisikia hivyo, anaona yule mtu anadaiwa rent, analeta. Haleluya. Amen. Unakuwa na ujasiri. Yesu akiingia unajiamini. Watu wengi wako makanisani, lakini Yesu hajawahi kuingia. Ni sarakasi peke yake. Yesu hawezi akaingia ukabaki kawaida. Yesu hawezi akaingia ukabaki vile ulivyo. Ukiona umevaa kivile amekuwa na uko kanisani, mambo ni mawili. Uko kanisani lakini hauko ndani ya Yesu. Ukiwa kanisani unaweza penda usherati na mambo yako sawa. Ukiwa ndani ya Yesu kutenda dhambi haiwezekani. Amen. Amen. So mchana wa leo kwa dakika kidogo nataka iwe ibada yako ya kwanza kufungua moyo Yesu aingie. Leo sahau na hiyo shida, sahau na hiyo umaskini, sahau na hiyo magonjwa. Ruhusu tu Yesu aingie. Akiingia atayaona. Amen. Amen. Akiingia atayaona. Nilikupa ushuhuda kwamba nilikuwa na ngoni kwa kwa yangu ambayo ilikuwa inahitaji kwenda kufanyia upasuaji. Nikawa hata nashindwa kama vile na ubini ninashindwa mpaka kupumua. Na sina pesa. Lakini nikasikia mtu akisema vile nakwambia kwamba kuna mtu mkubwa. Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yako. Siku moja nilikuja nikajiachilia kwa ibada. Nguvu ikapita. Maabudu ya kweli nikaabudu, nikalia. Waliposema amen, nilijipata niko chini ya meza hivi. Na ni mchungaji. Niko chini ya meza. Mchungaji chini ya meza tena. Hata sijui niliangukaje. Sijui nilikaaje hapo kwa meza chini hapo. Lakini wacha nikwambie, nilipoamka hapo na nikaenda nyumbani, usiku wote nilichimbua mpaka nikasikia kichwa inauma, nikasikia kuumwa kila mahali, nikachimbua. Ilipoisha nikalala. Nilipolala nikaamka asubuhi. Nilipoamka asubuhi nikasikia mapua yangu imefungana. Nilipochukua kitambaa nikatoa vipande vinne. Kumbe Mungu si alipasua hiyo kitu. Bwana asifiwe. Kumbe Mungu alipasua. Bado Mungu ana nguvu. Shida haujaruhusu waingie. Nimemwona akiponya magonjwa sugu bila kupewa kitambaa, bila kupewa maji. Uruhusu aingie yeye mwenyewe mzima aingie ndani yako, ashughulike na maisha yako. Amen. Simama na Biblia yako.